Amen. Nimekuja naitwa Moyesu wa Kayole. Na leo nimekuja kwa sababu ya single mothers. Ambao wanajua kutusiana, wanajua kuongea vibaya, wakiongea waume wale waliacha. Na leo nitawaambia kinaganaga, wakunipenda, nipenda, wakunishukia, nishukie kwa maana Yesu alinipenda zaidi kuliko wewe. Na leo nataka kusema ukweli, na ukweli utabaki kuwa ukweli. Biblia inasema ya kwamba Mungu ni wa mayatima na wajane. Mjane ni mtu aliyofiwa na mumewe. Na mumewe hayuko. Na tena huyu mjane anafika mjane kutoka miaka 70. Hao wengine wako na ruhusa ya kuolewa. Wacheni niwaambie, wewe uliacha kwako, kwa sababu ya maringo, kwa sababu ya kunyima mume wako mambo ya kitanda, ukanyima mume wako mambo ya amani, kwa sababu mume ni vitu mbili zinaweza muhifadhi kwako, amani na kitanda, conjugal right. Na hizi vingine, wewe unaliga nayo, mpaka anaenda anapokelewa na mwingine, anampatia zile vitu. Sasa unaishi kulaani watu huku, ukiharibu boma za wenyewe, ukisemaga ya kwamba mume wangu, sijui Mungu atamkumbuka, Mungu atamuadhibu kwa sababu mimi ni mjane. Mjane wapi na mume wako hadi ulimuacha? Biblia inasema ya kwamba mwanamke mwerevu hujenga ndoa yake na mwanamke mjinga huibomoa na mikono yake. Kwa hivyo wewe ulikuwa mjinga, ukabomoa boma yako, ndoa yako na maringo na kuambiwa advice za ujinga. Sasa unateseka na watoto, unajaribu kuolewa, wale ambao wanakuoa wanataka kukutumia tu, wanakutupa. Kwa sababu wanajiulizaga kama ulishindwa na yule, mimi ndio utawezana na mimi. Na unaona Biblia ina state vizuri, sio mwanaume hujenga ndoa, ni mwanamke. Na tena mjane ambaye anakumbukwa na Mungu, ambaye baba yao ni Mungu, ni watu waliofiwa ambao hawana uwezo wa kuolewa. Lakini wewe uko na uwezo wa kuolewa, Mungu anakuletea. Na uache kusema ati uko klasi hiyo. Kuna mahali hata ukae aje, unajaribu kutafuta kulipishiwa, hawezi kukulipishia kwa sababu haujafika umri wa ujane. Mtu ambaye hana nguvu, hana uwezo wa kuzaa, mtu hana uwezo wa kukaa na familia, hivyo ndio Mungu huwakumbuka. Kwa hivyo nyinyi mnadanganya huku mkisema sisi ni wajane, sisi ni single. Single kwanza Mungu anawachukia kwa maana hao ni kahaba. Watu ambao wameacha kwao na waenda kuolewa kwingine. Yesu akasema ya kwamba nyinyi mmezini na mmeshahukumiwa. Sasa wewe unafanyaga Mungu asifuate neno lake akufuate wewe. That is not. Wewe uko kwa ndoa, kaa kwa ndoa na ujenge ndoa yako. Wanaume wanataka vitu mbili, amani na mambo ya kitanda. Wacha maringo na Mungu atakuhifadhi na atakuonekania.